Hali gani popote ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo, ikiwa ni tariki 11 Machi 2026. Hii ni Kwetu News 24. Inakuletea habari zenye uchunguzi wa kina, zenye kudhibitishwa na zenye ukweli kabisa. Nikuombe mbele ya kwenda mbali zaidi, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuungana nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment ili tujue unatupata ukiwa wapi duniani. Lakini pia usikose kushare kwa wengine ili wapate habari zetu. Msikilizaji, tunapatikana mashariki mwa DRC, eneo ambalo linakumbwa na migogoro ya kivita na mambo kadha wa kadha. Mashariki mwa DRC tunaanzia tarafani Fizi. Ni kwamba wanawake na wanaume wamesherehekea Jumanne ya tarehe 10 Machi 2026 sikukuu ulimwenguni ya mwanamke mjini Fizi Center. Siku hiyo ingesherehekewa mnamo tarehe 8 Machi ikiwa Jumapili. Shughuli za sherehe hiyo ya mwanamke ziliandaliwa na kitengo cha Jenda Familia na Watoto tarafani Fizi. Wakati wa kusherehekea sikukuu ya wamama Jumanne tarehe 10 Machi, kiongozi wa tarafa la Fizi Sami Kalonji Badibanga alitoa ujumbe wa pole kwa wamama wote ambao walipoteza waume wao wakati wa vita, pia kwa watoto ambao walipoteza wazazi wao. Aliongezea kusema kuwa tarafa la Fizi linapitia magumu mengi kutokana na ukosefu wa usalama. Shirika la Dale Dinamika ya Lubere la Bani Msambya tarafani Fizi lilifanya ngawaji wa vitenge kwa wanawake wanamemba wa shirika hilo. Kulingana naye kiongozi wa tarafa la Fizi kwenye shirika hilo Bwana Chabo Mbombotio Zile, ni katika lengo la kushindikiza wanawake katika sherehe yao ndipo ngao huo uliendeshwa. Huku nguo hizo za kike zilinunuliwa kwa pesa za shirika kupitia kiongozi wake wa idara ya juu Maitre Albert Labani Msambya, kasisi makamo wa chumba cha gavana wa jimbo la Kivu Kusini. Shirika la kirahia NDC Chumvi ya Kongo tarafani Fizi la laani vikali vitendo vya kupiga risasi kiolela mjini Fizi na baadhi ya wazalendo wanaotoka kwenye shamba za vita. Kiongozi wa shirika hilo Malilo Makoma Bone alilaani kitendo hicho na kusema kuwa kupiga risasi sio furaha wala uzalendo, bali raia wanahitaji amani. Kutokana na hivyo, raia wengi wanakuwa na hofu mioyoni mwao kwa sababu kuna baadhi ya wakimbizi wa ndani ambao wametoka kwenye vijiji vinaokumbwa na hali ya kivita. Washutumiwa wezi 17 walishikwa na vyombo vya usalama mjini Shabunda, mji mkuu wa tarafa hilo jimboni Kivu Kusini. Kulingana na duru toka shirika la kirahia la mahali, miongoni mwa washutumiwa hao wezi mwapatikana wanawake 4. Hao walishikwa katika mswago ulioendeshwa na vyombo husika na usalama huko Shabunda, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapambano mapya yalishuhudiwa kwenye kijiji cha Shabunda, kitongoji cha Kisimba, tarafani Walikale, jimboni Kivu Kaskazini, kati ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Silaha kubwa na zile ndogo zilisikika eneo hilo, huku raia wengi wakiyahama makazi yao. Familia nyingi eneo hilo zilikimbia maporini, wengine wakikimbilia vijiji jirani ili kutafuta usalama zaidi. Ugonjwa ambao bado kujulikana unaendelea kusumbua mifugo tarafani Rochoro, jimboni Kivu Kaskazini, hali ambayo inashangaza wakahaji wengi wa eneo hilo. Habari kutoka eneo hilo ni kwamba magonjwa hayo yanasumbua zaidi mbuzi na ng'ombe, zikionyesha alama za kutokwa na maji puani pamoja na kuharisha sana. Kwa hali hiyo, wafugaji wa eneo hilo waomba waganga wa mifugo kuendelea na matibabu ya mifugo kwa haraka. Kutokana na hayo, waganga wa mifugo waomba pia wafugaji kutokusogelea zaidi mifugo hiyo, maana ina ugonjwa wa hatari ambao pia unaweza kuathiri raia wa eneo hilo.
Waziri Mkuu wa DRC Judith Suminwa Tuluka katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika huko New York City aliutaka ulimwengu kuangazia mateso ya wanawake na wasichana wapatikanao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokabiliwa na migogoro ya kivita, ubakaji na mambo kadha wa kadha, akisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua dhidi ya ukatili unaowakumba wamama na mabinti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inasadikika kuwa wanawake na wasichana wanaopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan jimboni Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, wanapitia hali ngumu ya kimaisha wakati huu wa migogoro ya kivita, huku wengi wakipitia ubakaji na kunyanyaswa pia. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, sina la ziada, ni kuombe usikose kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia usikose kushare kwa wengine ili waweze kupata habari hizi kwa urahisi. Asante, sina la ziada.